Alhamdulillah, tunashukuru Allah tabaraka wa taala amtafikisha bimaana siku ya leo, lakini kuna wenzetu wengi kabisa wanaanza maisha mengine, maisha ya akhera, maisha ya kaburi. Na wewe Allah tabaraka wa taala ametupa afya, tuseme alhamdulillah. Ndugu zangu, tuko ndani ya ulimwengu huu na kila mmoja anapenda maisha mazuri. Kila mmoja ukimuuliza, kuanzia mtoto mdogo wa miaka 7 mpaka mzee wa miaka 200 anapenda maisha mazuri. Lakini kwa nini maisha yamekuwa magumu? Leo hii ndugu zangu Waislamu, mpaka ule muda wa kuomba akhira yetu tumikosa. Leo ukienda misikiti, kila misikiti rabbana atina fid dunya, Allah tupe maisha, dua nyingi kila kona. Basi maisha mepesi, maisha tunaomba Allah tupe mepesi, maisha mepesi. Leo imekuwa maisha ni magumu. Leo ukitaka, vijana wanasema upige hela, fungua kituo cha dua, sema mimi nikikufanyia dua unakuwa tajiri. Subhanallah. Utaona mlolongo wa watu, kila mmoja anataka apate nyumba nzuri, gari nzuri, maisha mazuri. Ndiyo mfumo, ndiyo maumbile ya huyu mwanadamu. Leo tumeshasahau hata kuomba akhira yetu. Vipi Allah anitengenezee kaburi yangu, sirata yangu, kisimamo changu, anipeleke janna kwa rehema zake. Tumesahau kila moja, shehe maisha magumu, niombe dua riziki yangu, biashara zangu, kadha. Ndugu zangu, sasa kiukweli kabisa, kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo yakifanyika dua hazikubaliki. Na zama hizi 90% dua hazikubaliki. Ndio maana maisha yanakuwa magumu. Tajiri analalamika maisha magumu, maskini ndio hivyo, maisha magumu. Mpaka nafikia hadi sasa watu wanatoka katika njia ya Mwenyezi Mungu wanakwenda njia nyingine. Nini kifanyike? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia hadithi, kitabu 40 Nawawia. Miongoni mwa hadithi, Mtume anasema, anamtaja mtu ambaye ametoka safari ndefu, amepigwa na ukungu, bimaana amechoka, mavazi yake makongwe, hali mbaya. Anaingia sehemu ya ibada, anaanza kunyanyua mikono, ya Rabbi, Allah unioni mimi, maisha yangu magumu, sielewi chakula. Nini kila anarudishwa yeye? Mtume anasema, vipi ajibiwe dua yake wakati kiwili chake kimejengwa kwa chakula cha haramu, mavazi yake haramu? Vipi dua haiwezi kukubalika? Kwa macho ya kawaida huyu ndo anafaa asaidiwe, lakini kwa kuwa vigezo na masharti kavunja, dua yake kubaliwi na maisha yatazidi kuwa magumu. Leo ndugu zangu, si shekhe, si ustazi, si maamuma, zama hizi 90% tunakula vya haramu. Hata hao waliofungua vituo vya dua, tunafungua vituo vya dua bana, mimi dua yangu mustajaba, mimi sharifu, mimi sharifa. Hata hao na wenyewe wana majanga, hicho anachokipata bado hakikidhi. Sababu nini? Masharti na vigezo hatuna. Na kubwa kama nilivyosema, zama zetu hizi 90% tunakula riba, kwa sababu maduka yote haya mnayoyaona 90% ni mikopo ya riba. Na maisha ya Dar es Salaam 90% sote tunapima dukani, kilo 1 kilo 2, ndio maisha yetu, tunakula vya haramu vile.
Vipi dua zetu zijibiwe? Haziwezi kujibiwa. Sasa fanya hivi. Kwanza, jambo la kwanza, ujiepushe na haramu kula. Jambo la pili, mavazi ya haramu. Lakini jambo la tatu, ili ndiyo mahususi, tena kutoa sadaka kwa watoto wadogo. Penda kutoa sadaka katika nyumba za Allah, misikiti, saidia mafukara, mayatima. Nunua biskuti zako boksi moja, wape watoto biskuti moja moja. Subhanallah. Afuomba dua, Allah, naomba unifanyie wepesi. Subhanallah. Allah anakufungulia majambo yako. Kwa hiyo siri ya kufanikiwa wewe, toa sadaka, na hasa sadaka hizi za watoto wadogo wadogo hawa. Fanya hivyo ndugu yangu, utafanikiwa majambo yako. Ila huna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.